Wakati kikiwa kwenye mchakato kabambe wa kufanya uchaguzi wake wa mwaka huu 2026, sintofahamu, minong'ono na maswali yametanda miongoni mwa wanachama wa chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa nchini TAGU, ambapo kuelekea uchaguzi masuala kadhaa yameendelea kuibuliwa na kunyoshewa kidole miongoni mwa wanachama na wadau, wakihofia kukosekana kwa uchaguzi huru, haki na unaozingatia misingi waliojiwekea kama chama. Inadaiwa kuwa baadhi ya viongozi wa sasa wa kitaifa wa chama hicho ambao pia wanagombea kutetea nafasi zao, akiwemo Tumaini na Nyamhokia ambaye ni mwenyekiti na Wandiba P. Ngocho ambaye ni kaimu katibu mkuu, wamekuwa wakitumia rasilimali za chama hicho ikiwemo gari kupita mikoani kuomba kura kwa wajumbe, jambo ambalo ni kinyume na kanuni za uchaguzi wa TAGU za mwaka 2026. Chanzo chetu kimeenda mbali na kutueleza kwamba mratibu wa uchaguzi huo Shani R. Kibwasari amepatikana kinyume na kanuni za uchaguzi, kwani hakuidhinishwa na kamati ya utendaji yani KUT baada ya kupendekezwa na katibu mkuu kama kifungu cha 1.6.5b cha kanuni za uchaguzi wa chama hicho za mwaka 2026 zinavyoelekeza. Taarifa hiyo imeenda mbali zaidi na kudai kwamba mratibu huyo wa uchaguzi amekuwa akishirikiana na baadhi ya viongozi katika ziara zisizokuwa za kiuchaguzi, na kwamba amekuwa akifanya ziara hizo huku akiacha majukumu yake ya kiuchaguzi, hasa kipindi hiki ambacho barua za uteuzi zimekuwa zikitolewa kushughulikiwa kwa mapingamizi ya uchaguzi sambamba na chaguzi za matawi zinazoendelea kwenye maeneo mbalimbali. Licha ya mapungufu hayo yote, inadaiwa kwamba katika kikao cha kamati ya utendaji KUT maalum, wajumbe wamemshuhudia mratibu huyo akiwasilisha taarifa ya wagombea sambamba na kufanya matumizi ya fedha za uchaguzi kama kifungu cha 10-500-0245 cha bajeti husika. Akijibu tuhuma hizo, kaimu katibu mkuu wa TAGU Wandiba B. Ngocho amekanusha vikali madai hayo na kueleza kuwa mpaka sasa mratibu wa uchaguzi bado hajateuliwa na hata vikao husika vinavyopaswa kufanya kazi ya kumthibitisha havijaketi bado. Badala yake yule anayetajwa kama mratibu ni sehemu ya watendaji waandamizi wa chama hicho, yani wasaidizi wake, na kwamba yeye ndiye aliyemteua afanye majukumu ya kawaida ya katibu mkuu katika kipindi hiki. Kuhusu madai ya kutumia rasilimali za chama kwa maslahi binafsi, Ngocho amekanusha pia hilo, akieleza kuwa hata kipindi kama hiki cha uchaguzi katibu mkuu na naibu katibu mkuu wamekuwa wakiendelea kutekeleza majukumu yao ya kiutendaji kama kawaida, na kwamba ziara zake zinalenga kutembelea ofisi za TAGU zilizo chini yake ikiwemo mikoa na si kukutana na wajumbe au wapiga kura. Alipotafutwa mwenyekiti wa TAGU Tumaini Nyamhokia, yeye hakuwa tayari kuzungumzia jambo hilo. Badala yake amemtaka mwandishi wetu kwenda ofisini ambako kuna watendaji wa chama hicho akiwemo katibu mkuu. Hello Mheshimiwa Rais, habari bwana? Salama tu. Salama kabisa, shikamoo. Bwana, mimi naitwa Raidhani, mwandishi wa habari wa Royal TV. Saidiaje? Asante, nimekupigia ili tuzungumze kidogo kuhusu uchaguzi wenu wa ndani ya chama. Una shida gani? Ambao unaendelea. Hamna shida, lakini kuna taarifa kidogo zikawa nimelipata nikaona kama mijadala, lakini nikasema ngoja nimpigie Mheshimiwa Rais, anaweza angalau akawa na ABC. Ukiwa na issue naenda ofisini, sio kunipigia kwa simu. Sikufahamu sifanye nini. Enda ofisi za TAGU watakusaidia. Nilitaka ni jambo ambalo linakuhusu wewe, lakini kuhusu kitu gani? Kulikuwa na mimi ni mwenyekiti wa chama kwa miaka mingi na ninaendelea. Sasa kitu gani ambacho kinafanya uje leo na usingekuja wakati naanza kugombea kiti huko zamani? Hapana, lengo lilikuwa ni kwa sababu tu kulikuwa na hoja ya kwamba baadhi ya wanachama wanasema kipindi hiki kuna ziara zinafanyika na watu wanahisi kwamba ni kipindi cha uchaguzi, ziara za kikazi, na watu wanahisi kama sehemu ya kampeni na kama zinafanyika kama ziara za kawaida. Kwa hiyo kumekuwa na nenda ofisini, kauliza ofisini, usiniulize mimi. Asante sana. Halo kiongozi, habari za saizi? Salama, kwema? Safi bwana, hali vipi? Safi, unaendeleaje? Safi bwana, mimi naitwa Raidhani wa Royal TV. Ndio. Bila shaka naongea na kaimu katibu mkuu wa TAGU. Ndio. Sasa kuna jambo moja nimelipata hapa. Ndio.
Nikasema nikupigie kwa sababu wewe ndo unajua, ndo mtendaji wa ofisi, Ndio. kuhusu uchaguzi wenu ambao unaendelea. Ndio. Katika pitapita yangu kumekutana na huo malalamiko kwamba baadhi ya wanachama wakilalamika kwamba katika wakati wa maandalizi ya uchaguzi kuna taratibu zinakiukwa na vitu vingine kama hivyo. Na kwa kasi kubwa wakimlalamikia mratibu wa uchaguzi ambao wewe ndo ulimteua, kwamba anakosa sifa kwa sababu ya kufuata taratibu zilizojiwekea kwa mujibu wa kanuni na za kiuchaguzi ambazo wenyewe mlikubaliana kama chama kwa ajili ya kuendesha uchaguzi huu. Kwa hiyo nikasema nikupigie hili nijue unafahamu malalamiko haya, lakini nini hasa ambacho kinaendelea kama unafahamu. Uchaguzi tumefanya kwenye chama miaka yote. Uchaguzi hatujaendesha mwaka huu peke yake. Na miaka yote tunafanya uchaguzi, utaratibu ni huo huo. Mratibu wa uchaguzi anapitishwa na kamati ya utendaji. Stage hiyo haijafika. Sasa hivi huyu anayefanya hizo shughuli anafanya kwa niaba ya katibu mkuu. Sio, unaelewa? Nakupata vizuri. Huyu anayefanya sasa hivi yani shughuli zote za uchaguzi siwezi nikafanya mimi. Kwa hiyo nimempa afisa mmoja kwenye ofisi yangu ashughulikie. Muda ukifika wa mratibu wa uchaguzi kuteuliwa, kamati ya utendaji itafanya kazi yake. Sijajua kwa nini watu wanakuwa na haraka na vitu ambavyo bado viko mbele. Kitendo cha kufanya majukumu yake kabla ya kupitishwa na kamati ya utendaji, hauoni kama pengine kingeuka kwa sababu majukumu gani? Hayo ambayo umemkasimisha yafanye. Sasa hivi watu wanagombea. Sasa watu wakigombea, mimi nitafanya hizo shughuli. Watu walete fomu, mimi nizishughulikie. Zinashughulikiwa na ofisi na wakuu wa idara na vitengo. Lazima kuna mtu mmoja anashughulikia hivyo vitu. Kwa hiyo hicho unachosema, hicho ambacho wanalalamikia huyo, tena sio kwamba kuna watu wanalalamikia, huyo anayelalamikia analalamikia kitu ambacho kinakuja, yeye katangulia tu. Umenielewa? Nakupata vizuri. Yaani hicho anachosema kinakuja. Kamati ya utendaji itakuja kumteua mratibu wa uchaguzi. Huyu anafanya kwa level ya ofisi. Hatua hiyo haijafika. Yaani hizi uchaguzi tunaofanya sasa hivi, tunafanya uchaguzi level ya matawi, wilaya, mikoa. Kuna uchaguzi wa taifa ambapo mratibu wake, usimamizi wake unamhitaji mratibu awepo. Huyo mratibu anapitishwa na kamati ya utendaji. Muda huo bado. Kitendo cha kwa sababu mpaka hivi sasa inasemekana pia kwamba yako matumizi pia ya fedha ambayo ameyaidhinisha kama sehemu ya utendaji. Hili auoni pia linaweza likaleta matatizo kwa sababu mwenyewe unakiri vikao rasmi ambavyo vinapaswa kwa mujibu wa taratibu havijakaa. Fedha. Unanisikia? Nakupata vizuri. Uratibu wa uchaguzi sasa hivi kwa level hii, uratibu unafanywa kuanzia tawi, mkoa, taifa. Makatibu wangu wa mikoa sasa hivi wanaratibu uchaguzi. Sasa hivi kwa sababu mambo haya yote wanafanya. Ndio maana nasema hapa tutofautishe. Anayeidhinisha fedha ni mimi. Fedha haidhinishwi na mratibu wa uchaguzi. Sijui kwa nini hili jambo wakupe taarifa sahihi. Wewe ni mwandishi wa habari. Pata taarifa sahihi ili unaponihoji unihoji kwa kitu unachokielewa. Wamekwambia ukaelewa. Mikoani tuna makatibu wa mikoa. Wanaratibu zoezi la uchaguzi. Sasa huyu mratibu anayemzungumzia ni yupi? Hawa wanaofanya sasa hivi wanafanya kwa niaba ya katibu mkuu. Hakuna mratibu. Kwa hiyo maana yake hakuna taratibu zozote zilizokiukwa, ndio hoja unayotaka kuisema? Ndio maana yake. Kwa sababu kuna malalamiko pia kwamba baadhi ya watendaji ambao kiuhalisia ni sehemu ya wagombea, ukiwemo wewe mwenyewe, bado wamekuwa wakiendelea kufanya ziara ambazo zinadaiwa kwamba huenda kwa namna moja ama nyingine ni kama sehemu ya kampeni hivi, na huku rasilimali za chama zikiwa zinatumika. Ngoja nikuulize kaka. Hivi nikiwa mgombea ofisi nasimama? Unataka kusemaje katibu? Na maanisha kwamba ofisi za shughuli za taasisi lazima ziendelee. Kaenda kasome katiba yetu, taratibu zetu na kila kitu. Sawa? Taratibu zetu zinamruhusu katibu mkuu na naibu katibu mkuu kuendelea.
kusimamia shughuli za ofisi. Hivyo vitu viko wazi kwenye katiba. Sijui kwa nini watu hawataki kusoma nyaraka zetu ili waelewe. Mnatenganishaje pale ambapo watu wamuone huyu kaimu katibu mkuu anatekeleza majukumu yake, lakini hapa yupo kama sehemu ya mgombea? Mfano ukifanya ziara labda Dar es Salaam, Lindi, ama umekwenda Dodoma, yani umekwenda Arusha, watu watatenganishaje kwamba huyu ni kaimu katibu mkuu na hapa ni mgombea wa nafasi ya katibu mkuu? Kuna tofauti ya kufanya mimi naenda kwenye ofisi za chama. Kampeni watu wanafanya, sidhani kama watu wanafanya kampeni kwenye ofisi za chama. Naenda kufanya shughuli za chama mikoani, shughuli haziishi, shughuli zitaendelea tu. Kwa hiyo mimi naenda kwenye ofisi za chama kufanya shughuli za chama. Unanielewa mwandishi? Nakupata vizuri. Muda wa kampeni utafika, kampeni una mfumo wake. Kampeni watu wafanyi ofisini. Ofisini mimi naenda kukutana na watendaji tu. Ndio nakutana nao na viongozi walioko. Na sijakusanya watu. Uweze kusema nimekusanya watu. Kampeni si unaelewa wewe mwenyewe kwamba kampeni ikoje? Kwa hiyo nafikiri mimi ninachoona kwenye mahojiano yetu, hawa wanaokupa hizi taarifa kwamba zimekiukwa, wakupe taarifa sahihi ili unapohoji iwe kitu unahoji kitu sahihi. Ndio maana na kuhoji hapa ili wewe unipe huo usahihi wake, katibu. Ndio maana nakwambia usahihi wake ni kwamba kwenye kanuni zetu na taratibu zetu, katibu mkuu na naibu katibu mkuu hawatoki ofisini kwa sababu ya uchaguzi. Uchaguzi unafanyika Dodoma. Shughuli za katibu mkuu na naibu katibu mkuu hazisimami kwa sababu tupo kwenye kipindi cha uchaguzi. Ndivyo ilivyo miaka yote na ndivyo tunavyofanya miaka yote. Tofauti ya mwaka huu haupo. Yaani hakuna kilichobadilika kwenye taratibu zetu kila mwaka. Na hakuna kilichobadilika kwenye nyaraka zetu. Ziko hivyo hivyo. Kwa hiyo nafikiri kuna samu ya watu wana confuse mambo mawili hapa. Moja ni hiyo ya mratibu, sijui anayefanya nini. Hapana, uratibu sasa hivi mchakato wa uchaguzi una a lot of things. Hivyo vitu vyote vinafanywa na system ya taasisi, kuanzia ofisi za mikoa wanaratibu. Makatibu wote wa mikoa wanaratibu shughuli za uchaguzi sasa hivi. Ila tukifika kwenye uchaguzi wenyewe, uchaguzi wa taifa, kamati ya utendaji itamteua mratibu atakayesimamia kuanzia muda huo. Muda huo hujafika. Kwa huyu ambaye anafanya shughuli ambayo umesema umekasimisha kwamba sio mratibu wa uchaguzi, bado kuitwa mratibu wa uchaguzi muda wake hujafika. Wanatumia tu hilo neno loose. Wewe unamfahamu kama kwa nafasi gani sasa kama wao wanatumia hivyo? Huyo anafanya kwa niaba ya katibu mkuu na sio mratibu wa uchaguzi. Mtu yeyote, makatibu wote sasa hivi, makatibu wa mikoa wanafanya kwa niaba ya katibu mkuu. Kule ofisini kwangu kuna mtu anayefanya kwa niaba yangu. Atakuwa mratibu pale ambapo atapitishwa na kamati ya utendaji kwa ajili ya shughuli hiyo inayokuja. Pengine jina lake ndio unategemea kulipendekeza kwenye kamati ya utendaji? Sasa huo ni mchakato ambao nitazungumzia sasa hivi. Hayo mambo sio ya kwangu peke yangu. Hayo mambo yanafanywa na uongozi. Muda huo ukifika tutapendekeza mtu anayehusika. Na anaweza atapatikana, anaweza kama mtu yeyote kati ya miongoni mwa makatibu wakuu wa idara. Sio yeye. Huyo yeye unayemsema ni nani? Si yule ambaye anaratibu kwa sasa. Sasa hatuwezi tukalimit. Nafasi hiyo ni nafasi ya wakuu wa idara. Mkuu wa idara yeyote anaweza kapendekezwa, na akipendekezwa ambaye kikao kimtaki watakataa. Kwa hiyo nafasi ambayo ipo open, wao sisi kazi yetu kupendekeza. Kamati kazi yake kukubali au kukataa. Kwa hiyo mimi siwezi nikasema nitampendekeza nani sasa hivi. Hicho kitu bado kiko mbele sana, mwandishi wa habari. Kiko mbele. Muda ukifika tuvuke mto. Muda ukifika. Sasa tunaanzaje kuvuka mto sasa hivi wakati hatujafika? Pana. Nikushukuru sana. Hao watu wa kuelewesha vizuri. Hao watu wanao question baadhi ya mambo tunayofanya, wakupe taarifa sahihi. Unless hawaelewi au wanafanya makusudi. Sisi mifumo yetu, mwandishi wa habari, iko vile vile. System zetu zinafanya kazi kama zilivyokuwa zinafanya from the beginning. Hakuna kilichobadilika. Kwa hiyo nafikiri kuna watu ambao wako dissatisfied na issues za uchaguzi, wako free kweli kuhoji hapa na pale. Wameshahojiwa, wamehoji, wamejibiwa, sasa hawataki kuelewa. What do we do?
Asante sana katibu, na nikutakie majukumu mema.